Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya mahusiano na maisha ya mapenzi. Leo tutaongelea mada nyeti lakini muhimu sana. Usifanye tendo la ndoa na mwanamke wa aina hii. Kama haujui, unaweza kuingia kwenye matatizo makubwa ya kihisia na hata afya. Tendo la ndoa si kitu cha mzaha. Ni safari ya kuunganika kwa viwango vingi: kiafya, kihisia na kiroho. Chagua kwa busara, na kabla ya kujitoa jiulize, huyu mtu ana nafasi gani kwenye maisha yangu ya sasa na ya baadaye. Usishiriki tendo la ndoa na mwanamke hawa wanne wafuatao. Mwanamke wa kwanza ni mwanamke mwenye roho tofauti. Watu wawili wanapoungana kimwili, kuna muunganiko wa rohoni unatokea. Kama huyo mwanamke yuko kwenye njia tofauti kabisa kiroho, mfano anahusika na mambo ya giza, uchawi au ana mizimu isiyoeleweka, unaweza kujiunganisha na minyororo ya kiroho ambayo si yako. Unaweza kuanza kukumbwa na ndoto mbaya, misukosuko isiyoelezeka na hali ya huzuni ghafla. Kumbuka, tendo la ndoa ni agano la kiroho kabla ya kuwa raha ya kimwili. Baadhi ya watu wanaonekana safi nje, lakini kiroho wamefungwa. Wana mizigo, historia ya uchawi, mapepo ya ngono na kadhalika. Unaposhiriki naye tendo la ndoa, unaweza kurisi mikosi isiyoeleweka, kuota ndoto mbaya, kazi zako kukwama, maombi yako kutopenya na kukosa amani. Mwanamke wa pili ni mwanamke asiye na heshima ya mwili wake. Mwanamke anayejidharau mara nyingi hajitunzi rohoni pia. Anapokukaribisha kimwili, anakaribisha pia majeraha yake, nguvu alizobeba kutoka kwa wapenzi wa zamani, na hajui ni nini kingine kimeambatanishwa naye. Mwanamke anayejidhalilisha, asiyeheshimu utu wake, hawezi kukuthamini baada ya tendo hilo. Wengine baada ya kulala na mtu bila kujiheshimu, huanza kujihukumu ndani kwa ndani, na katika mchakato wa kujichukia hupelekea hasira hiyo kwako pia. Anachukia yeye alivyokuruhusu, na kwa hiyo hawezi kukuona kama kitu cha thamani. Ni muhimu kufahamu kuwa tendo la ndoa linaunganisha nafsi mbili. Usikubali kuunganika na mtu ambaye hajui uzito wa hilo tendo. Namba 3 ni mwanamke anayetumia ngono kama njia ya kumvutia mwanaume. Uhusiano wa kweli haujengwi kwa tendo la ndoa. Kama ngono ndio zana ya kumvutia mwanaume, ukikataa utakuwa adui. Hii ni ishara kuwa kuna kitu hakiko sawa. Wakati mwanamke anapokaribisha ngono kabla ya kujenga uhusiano wa ndani, kama vile mawasiliano, usikivu na heshima, kuna uwezekano mkubwa wa kuwa hatakuona kuwa na thamani ya muda mrefu. Namba 4 ni mwanamke mwenye hasira au mchokozi kupita kiasi. Tendo la ndoa linaunganisha miili, lakini pia linafungua mlango wa hisia. Ukiungana na mtu mwenye hasira au roho mbaya, unaweza kuathirika kisaikolojia na hata kiroho. Usiingie kwenye ndoa ya kimwili na sumu ya kiakili. Watu wengi wanaotumia mwili wao bila mipaka, mara nyingi wamepitia maumivu ya kihisia, kukataliwa, kufanyiwa vibaya au kukosa malezi ya heshima. Tendo la ndoa naye linaweza kukuunganisha na maumivu hayo, hata kama ya kuhusu. Unabeba mzigo wa mtu mwingine bila kujua. Mwanamke wa mwisho ni mwanamke asiyejali usafi. Afya ya uke ni jambo la msingi. Mwanamke asiyejali usafi wake anaweza kukuwekea hatarini kupata magonjwa ya zinaa, fungus na maambukizi ya bakteria. Uhusiano wa kimwili unahitaji uaminifu na usafi wa hali ya juu. Huwezi kuona virusi kwa macho. Magonjwa ya zinaa ni harizi na mara nyingi hayaonyeshi dalili mapema. Kama hujapima naye, usiweke afya yako hatarini kwa tamaa ya muda mfupi. Tendo la ndoa si kitu cha mzaha, bali ni safari ya kuunganika kwa viwango vingi. Omba hekima kabla ya kujihusisha na mtu. Tuambie kwenye comment section box, wewe mara baada ya kulala na mtu fulani, ni kitu gani kibaya kilikutokea, ili sote tuweze kuchukua tahadhari kabla hajatukuta. Asante.